toa, kumtolea Mungu. Unajua maana yake? Unachopambana nacho sio kumtolea Mungu. Unachopambana nacho ni upendo wako kwa Mungu. Yaani kama nyie ni waseme walio kwenye mahusiano, walio kwenye ndoa. Kama mwenzi wako anapambana kutoa kwako, rafiki yangu, anachopambana ni kukupenda. Kwa sababu upendo una flow na kutoa. Ukiona mtu mchoyo kwa mwenza wake, ni upendo ndio umepungua. Kwa sababu upendo unatoa. Upendo unasukuma watu kutoa. Kwa hiyo ukipambana kutoa, ujue unapambana kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo wako kwa Mungu ndio utasukuma kumtolea Mungu. Upendo wako kwa ufalme wa Mungu ndio utasukuma kutoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Upendo wako kwa kazi ya Mungu ndio utasukuma kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Upendo wako kwa watumishi wa Mungu ndio utakusukuma kutoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Upendo wako kwa wajane na yatima ndio utakusukuma kutoa kwa ajili ya wajane na yatima. Amen. Namba 2. Kwa nini tunapenda? Tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Tunatoa kwa sababu tunamtii. Yeyote anayepambana kutoa anapambana na utii. Amepungukiwa utii kwa Mungu. Kutoa ni agizo la Mungu. Kwa mfano zaka ni agizo la Mungu. Leteni zaka kamili. Unajua kwa nini watu wengi wanapambana na zaka? Vitu viwili. Napambana na upendo kwa Mungu. Yaani kiwango chake anachompenda Mungu, akimruhusu kumpa Mungu 10% ya mapato yake. Hivi unajua 10%? Yaani ukiona unapambana kutoa zaka, maana yake kiwango chako unampenda Mungu, akikuruhusu, yani akifikii kumpa Mungu 10% ya mapato. Unaona ilivyo serious eh? Sasa ndio watu hawampendi Mungu kwa kiwango hicho. 10%. Unajua maana ya 10%? 1 kwenye 10. Yaani mimi ninakuja na machungwa 10, ninakupa. Mwanangu, machungwa 10 haya hapa. Haya machungwa 10 niliyokupa, naomba chungwa 1 tu. Sasa baba, mimi nakupenda lakini ili 1 upate. Huyo mtoto anakupenda? Hamna upendo. Hamna upendo. 1 kwenye 10. Sasa kwenye machungwa unasema mtoto gani huyu? Chungwa 1 anashindwa kumpa babake. Kiuhalisia ndio Wakristo wengi walivyo. Amepata shilingi 10,000, anapambana kutoa shilingi 1,000. Unajua ukifikiria vizuri unajiuliza, hivi huyu mtu anampenda Mungu kweli? Inasikitisha. Na huo ndio uhalisia. Hata wewe mwenyewe unajishangaa eti uko kusema nina madeni, alikopa Mungu. Acha ujinga. Alikopa Mungu. Hayo madeni yamelipwa na hiyo 1,000 ulioila kwenye 10,000. Sawa, una madeni, ulipata 100,000, ukashindwa kutoa zaka 10,000. Haya, niambie madeni yameisha. Zimejaa kila kona, hadi songesha unayo. Ukitaka kutumia usinitumie kwa namba hii, subiri nitakupa namba. Zaka ulipi na songesha unadaiwa. Alafu unasema Mungu mimi nakupenda na Mungu upendi Mungu wewe. Unatudanganya. Nakupenda kuna macho mimi. Aulipo sababu nampenda Mungu, unakumbuka deni. Nadaiwa. Ndio kinachokuuliza. Hamna upendo hapo. Hamna upendo. Unatudanganya. Unampenda Mungu unashindwa kumpa 10%. Wewe kweli Mungu amekupa, Biblia inasema vitu vyote vyatoka kwake. Mungu anakupa machungwa 10. Mungu anakuambia mwanangu 9 kula, langu 1 tu. Hata nina madeni mimi. Unajua mwezi wa kodi ya nyumba, unajua ada za watoto. Chungwa 1 kwenye 10 yote aliyokupa Mungu. Ndio Wakristo tulionao. Wana struggle, wanapambana na 10%. Unagundua tuna wengi wasiompenda Mungu. Wengi. Hata tukisema hapa mwaka huu tangu umeanza huu mwezi wa 11, wangapi wametoa zaka kwa uaminifu tangu mwezi wa kwanza mpaka hii mwezi wa 11? Unaweza ukakuta 1, 2 au hamna.
Hilo swali siwezi uliza, maana yake mtanidanganya au mtaaibika mbele ya mchungaji wenu. Sitauliza. Kwa sababu watu wengi hawampendi Mungu. Wewe sema unampenda Mungu ambaye umtolei na unajua vyote vilitoka kwake. Hamna kitu ya aina hiyo. Bwana asifiwe sana. Watu tunaompenda Mungu tupo. Amen. God, namba 2 tunamtoa kwa sababu tunamtii Mungu. Namtii Mungu. Utoaji ni utii kwa Mungu. Amen. Utoaji ni utii kwa Mungu, ndio mwanzilishi wa utoaji. Mungu ameagiza utoaji. Kwa hiyo kama kweli unamtii Mungu, tutaona utoaji wako. Ukiona unapambana kumtolea Mungu, unachopambana ni utii kwa Mungu, ndio unapambana nacho. Yaani kuna watu akipata hela anapambana, sinitoe. Hapo naongelea zaka, hata siongelei sadaka zingine. Naongelea zaka kwanza. Kwa sababu zaka ndio sadaka ambayo yani utakiwa hata kujiuliza mara mbili, sijui nitoe, sijui nisitoe. Ukishaona tu sijui nitoe, sijui nisitoe, unajua una matatizo. Hizi zingine ni sadaka za uamuzi wako. Kwamba naamua nimepata 100,000. Nitoe 5,000, nitoe 10,000, nitoe 20,000, nitoe 1,000. Hizo ni za maamuzi yako. Lakini ile 10,000 ya zaka, ile ni maagizo, ni maelekezo. Kwa ukiona unapambana siji nitoe, siji nisitoe, unachopambana nacho ni nini? Moyo wako wa utii kwa Mungu. Una shida na kumtii Mungu. Tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Tunamtii Mungu. Mungu ndo ameagiza utoaji. Kwa kila anayetoa, kutoa ni action ya utii. Ni kitendo cha kutii. Kwamba Mungu, ninajua kuna agizo umenipa. Ninajua kuna maelekezo umetoa. Kwa hiyo ninayatii yale maelekezo kupitia utoaji wangu. Amen. Bwana asifiwe. Namba 3, tunatoa kwa sababu tunamheshimu Mungu. Ngoja nisogee haraka sana, isije saa 11 ikatimia hapa. Tunatoa kwa sababu tunamheshimu Mungu. Huwezi kumheshimu Mungu bila kumtolea Mungu. Biblia inasema kwa Mithali 3:9. Mithali 3:9 anasema mheshimu Bwana kwa mali. Hivi unapimaje kumheshimu Mungu? Tuanzie hapo. Lazima kuwe na kitu unamheshimu Mungu kwa. Moja kitu kinamheshimu Mungu kwa mali. Mali, unapotoa sadaka unamheshimu Mungu. Unapofanya ibada unamheshimu Mungu. Mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko. Isaya 43:23. Isaya 43:23 anasema ukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, kuwa sadaka, kuwa dhabihu zako, wala ukuniheshimu kwa dhabihu. Mungu anaheshimiwa kwa matoleo yetu. Amen. Pamoja na vitu vingine. Si ndio watu wa Mungu? Hawezi kumpa Mungu. Hawezi kutoa bila kumheshimu Mungu. Kwa kama heshima yako kwa Mungu ina shida, utoaji wako pia una shida. Namba 4, tunatoa kwa sababu tunamcha Mungu. Ucha Mungu. Moja ya namna ya kupima ucha Mungu wa mtu ni utoaji wa mtu. Wakati Ibrahim anamtoa mwanae Isaka, Mungu akamwambia, sasa ninajua kwamba unamcha Mungu. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu. Kwa nini? Haukuzuia. Kwa maana yake anayezuia amepungukiwa ucha Mungu. Namba 5. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunamwabudu Mungu. Tunamwabudu Mungu kwa njia ya utoaji. Utoaji ni ibada. Ibada inakamilishwa na utoaji. Wakati Ibrahimu anapanda mlimani kumtoa Isaka, wakati anawaaga wale vijana wengine pale chini, akawaambia, mimi na kijana tunaenda kuabudu. Maana yake ibada inahusisha sadaka. Na Isaka alipojua anaenda kuabudu, akamwambia, sadaka iko wapi? Maana yake hakuna ibada bila sadaka. Amen. Tunatoa kwa sababu tunamwabudu Mungu. Unaweza pia ukaona kwenye Kutoka 23:15. Kutoka 23:15, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu
na mikono mitupu. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Sasa hili andiko Mungu alinipa ufunuo fulani. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Maana yake ukienda mbele za Mungu, ukienda mikono mitupu hauendi mbele za Mungu. Hauonekani. Wanaoonekana mbele za Mungu ni wale ambao hawako mikono mitupu. Kwa ukienda mikono mitupu, kuna mahali pengine unaenda. Hauendi kwenye ibada. Kama ni mbele za Mungu, atuendagi mikono mitupu. Wale ambao wanajua sheria za ufalme, uruhusiwi kwenda kumuona mfalme mikono mitupu. Hauruhusiwi. Haimaanishi mfalme ana shida na hela yako. Lakini sheria ya ufalme inasema hivi, hauruhusiwi kwenda kumuona mfalme mikono mitupu. Lakini pia sheria ya ufalme wa Mungu inasema hivi, hauruhusiwi kwenda kumuona nabii mikono mitupu. Sema hivi tuvisisitiza sana, watasema tunajitafutia. Lakini cheki kwenye Agano la Kale. Samueli anawapoteza ng'ombe, wanyama, punda. Sauli anaambia tufanyeje? Tutafute muonaji. Wanaulizana, tunawezaje kwenda kwa nabii mikono mitupu? Anasema mimi naka kitu kadogo. Usiende kumuona mtumishi wa Mungu mikono mitupu. Usifanye, kuna baraka utakuwa unazikosa. Sasa usije ukafikiri ninakwambia uende na mavitu. Nunua hata handkerchief. Ambele, hii ni sehemu ya sadaka yangu. Nunua hata handkerchief ya 500. Usiende mikono mitupu. Nenda hata na robo kilo ya sukari. Usiende mikono mitupu. Hiyo ni kanuni ya kimaandiko. Mimi wakubwa zangu kiroho siendagi kwa mikono mitupu. Siendi mikono mitupu. Hata kama ni kidogo, lakini sio mikono mitupu. Amen. Na ndivyo maandiko yanasema, asionekane mtu mbele yangu mikono mitupu. Kwa hiyo unapokuja mbele za Mungu, usiende mikono mitupu. Unapoenda ibadani, unapokuja mbele za Mungu, usiende mikono mitupu, na usiende na kitu ambacho hakiugusi moyo wako. Sawa watu wa Mungu? Usije ibadani mikono mitupu. Sisi tunataka Mungu aingilie kati maisha yetu ya kifedha. Si ndivyo tunavyotaka? Usiende mbele za Mungu, usije ibadani mikono mitupu, na usije na kitu ambacho akiugusi moyo wako. Kila unapoenda ibadani, hakikisha una kitu ambacho kinagusa moyo wako. Sasa unaniuliza, mtumishi wa Mungu, najuaje hiki kinagusa moyo wangu? Sawa? Hiyo si mtego unajuaje kinagusa moyo wako? Mfano ni rahisi. Ambacho ukipewa akikugusi, akimgusi Mungu. Ngoja nitoe mifano hapa. Ngoja nitafute mtu. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu, nikaja nikakupa, njoo, nikakupa shilingi 200. Nikupa 200. Si utatusema tu asante. Lakini kweli 200 inagusa moyo wako? Yaani mtumishi amenipa 200 mimi. Inagusa moyo wako 200? Ukweli haigusi. Yaani sana sana yaani nikikupa very serious. Nasema mtumishi njoo, nimesikia kukubariki. Nisikia kukubariki. Moyo wangu unataka ukubariki. Alafu nakwambia mtumishi, nimekubariki. Unajua ukitulia pale utasema hivi huyu mtumishi amelionaje? 200. Ananipa 200. Yaani mtumishi ananipa 200. Sasa unajua maana yake nini? Maana yake wewe sasa, si 200 haikugusi. Wewe ukichukua 200 ukaweka pale, umetoa ambacho hakigusi moyo wako. Ni kama unamdharau Mungu. Unanielewa vizuri? Nikija na shilingi 500. Nataka mnielewe ninachoeleza hapa. Ya mtumishi yaani leo umenigusa leo. Yaani ninakupa 500. 500 inagusa moyo wako? Bado sasa wewe ukichukua 500 ukampelekea Mungu, umetoa ambacho hakigusi moyo wako. Umetoa chini ya kiwango. Unanielewa vizuri? Lakini kuna mtu mwingine, nikichukua hii 500 nikampa,
atasema yani angalau leo, angalau unajua nilikuwa sina hata hela ya dagaa, leo nimepata angalau dagaa, leo napata dagaa. Kwa kwake atasema yani imeongeza kitu kwenye maisha yangu, kuna kitu inafanya. Yule akija akaileta 500 ile ile ambayo huyu akileta amemdharau Mungu, yule akija akaleta ametoa inayogusa moyo wake. Sasa hapa tuongelee kiasi, tunaongelea ni nini kinagusa moyo wako. Kwa usitoe ambacho haugusi moyo wako. Naomba ukae tu. Kwa mfano unakuta mtu anapoteza shilingi 500. Nilikuwa na 500 kangu hapa, sijui kameenda. Achana nako. Alafu Jumapili ndo anajifungasha. Tumtolee Bwana kwa furaha alichonipa yeye, na mrudishia jelo ambaye yeye akipoteza haitafuti. Akipoteza haitafuti, ila ndio amekuja nayo mwenyewe tena kama ni vile vyombo vya bati, atahakikisha kapiga kelele. Maana yeye mwenyewe anaona aibu. Wake umetoa ambacho akigusi moyo wako. Kama akigusi moyo wako, rafiki yangu, akimgusi Mungu, wewe utakuwa tu unafanya mchezo. Mungu nimekutolea unibariki, ipi? Haigusi hata moyo wako. Na mimi naeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa usitoe, usije mikono mitupu, na usitoe ambacho akigusi moyo wako. Kugusa moyo sio kiasi, ni wewe. Kuna mwingine 500 inagusa moyo wake, mwingine haigusi moyo wake. Kuna mwingine 1000 inagusa moyo wake. Kuna mwingine hata 10,000 haigusi moyo wake. Kwa sababu kuna wengine anafikiri nikishatoa 10,000 nimetoa sana. Kuna wengine 10,000 haigusi moyo wake. Sio kitu anaona hasa yani hata kimefanyika. Maana toa ambacho kinaugusa moyo wako. Amen. Na mimi hiyo imeeleweka vizuri Twende inayofuata. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunatambua, ni njia ya kuonyesha kutambua kwetu kwamba Mungu ndio aliyetupatia. Tunatoa kwa sababu tunatambua kwamba Mungu ndiye aliyetupa. Kwa mtu yote ambaye moyo wake unatambua kwamba Mungu alimpa, ule moyo wake utamsukuma kumtolea Mungu. Amen. Anasema ni nani aliyempa yeye kwanza, naye atalipwa. Vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, vitarejea kwake. Kama moyo wako unatambua ilitoka kwa Mungu, utapeleka pia kwa Mungu. Amen. Naeleweka vizuri? Namba 7, kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu utoaji ni kanuni ya maisha. Ni kanuni ya maisha. Na ndio njia aliyoweka mmoja wapo Mungu ya kukutana na mahitaji yetu. Utoaji ni kanuni. Na kama ni kanuni, ukiivunja kanuni itakuvunja. Watu wa Mungu, linapokuwa swala la kikanuni, tunajialign na kanuni. Atulazimishi kanuni iende upande tunaotaka. Sisi ndio tunaenda upande wa kanuni. Yaani kishakuwa kanuni, ifuate. Kanuni haijalishi unanena kwa lugha, haijalishi. Kanuni haijalishi unaomba, haijalishi. Kanuni inabaki ni kanuni. Ukiivunja, yenyewe ndio inakuvunja. Kimsingi kanuni haivunji, kanuni ndio inavunja watu. Ikishakuwa kanuni, ni salama kwako kuifuata. Ni kama nguvu ya mvutano, gravitational force. Ni kanuni. Kanuni inasema hivi, kikishaenda juu kitu kizito lazima kirudi chini, si ndio? Hiyo ni kanuni, rafiki yangu. Hauna namna zaidi ya kuendana nayo. Ukiivunja inakuvunja vunja. Si mimi ni mtumishi wa Mungu? Si ninanena kwa lugha? Si nina nguvu za Mungu? Nikipanda pale juu, nisipozingatia kanuni, nikajifanya naruka mimi, napaa. Kanuni inasema kwa mimi kama object lazima nitarudi chini. Rafiki yangu, nitaanguka. na kama ni mbali nitaumia. Na hata kufa unaweza kufa. Kwa sababu umevunja tu kanuni. Haina maana hujaokoka.
ila ukivunja kanuni inafanya nini? Inakuvunja vunja. Utoaji ni kanuni, rafiki yangu. Wewe weka maelezo yako, unajua Mungu mwenyewe anajua. Wewe sawa, leta ile maelezo yako mengi ya kutokutoa. Wewe leta tu hayo maelezo. Maelezo hayana msaada kwenye kanuni. Maelezo hayana msaada kwenye. Wewe leta ubishi wako. Si unajua unajivaa mbishi. Umefundishwa lakini mistoi. Sawa, usitoe. Ukivunja kanuni itakushughulikia. Kwa sababu ni kanuni. Utoaji ni kanuni. Yaani ili maisha yaende, ni lazima kuwe na huu mchakato wa kutoa na kupokea. Hakuna maisha yanaweza kwenda bila kutoa na kupokea. Ukiondoa tu mzunguko, umeondoa maisha. Ukiondoa mzunguko kwenye biashara yako, umeondoa uhai wa kiungu kwenye biashara yako. Kutoa na kupokea ni kama vile kanuni ya kupumua. Ni hivyo tu. Utoaji ni kanuni kama vile kupumua. Unajua kupumua kunahusisha vitu viwili. Kuna kutoa hewa na kuingiza hewa. Ukijaribu kuivunja kanuni ya kutoa hewa, nini kitatokea? Utakufa. Hakuna namna. Utasema mimi sitoi hewa, mimi napokea tu hewa. Nini kitatokea? Unakufa. Kwa sababu ni kanuni. Hata nanena kwa lugha, napokea hewa tu mimi. Shaka. Unakufa huko unanena kwa lugha. Kuna watu wanajifanya mimi muombaji sana. Hataki kanuni ya kutoa. Utakufa huko unaomba. Utakuwa maskini muombaji. Kwa sababu ni kanuni. Ukivunja kanuni itakuvunja. Unanielewa vizuri? Kwa kanuni izingatiwe. Mungu ameweka utoaji kama Biblia inasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa na kusukwasukwa. Amen. Biblia inasema kuna atawanyaye huongezewa na kuna zuyaye huelekea uhitaji. Hiyo ni kanuni. Hiyo haipingiki. Amen. Chochote ambacho kinazuia kutoa kinazuia kupokea. Nishawahi kutoa hata mfano hapa nafikiri. Kuna bahari inaitwa bahari mfu, Dead Sea. Hii bahari ndio bahari pekee duniani yenye sifa ya kupokea maji na haitoi kokote. Unajua kila ziwa, kila bahari kuna mahali yanaingia, kuna mahali yanatoka. Ile maji kuingia na maji kutoka ndio inafanya kunakuwa na viumbe hai na samaki na nini. Ile bahari kwa sababu inapokea na hayatoki mahali popote, hakuna samaki anaweza kuishi kwenye ile bahari. Inaitwa, na jina lake inaitwa bahari mfu. Yeyote asiyeruhusu mchakato wa kutoa na kupokea, huyu mtu kile anachofanya kitakufa, uchumi wake utakufa. Hii ni kanuni. Unaipenda uipendi, ndio ilivyo. Kwa ni bora kujialign nayo. Amen. Namba 8. Kwa nini tunatoa? Kwa sababu ni njia ya kuruhusu ufalme wa Mungu kuhusika katika uchumi wako. Wale ambao tulikuwa hapo tunaongelea ufalme wataelewa vizuri zaidi. Utoaji ni njia ya kuruhusu ufalme wa Mungu kuhusika kwenye uchumi wako. Ni kama vile mtu anayelipa kodi kwenye serikali. Kodi yako ni njia ya kuiruhusu serikali kujihusisha na uchumi wako. Unairuhusu vipi? Kodi yako ndio inawezesha ulinzi wa serikali. Kodi yako ndio inawezesha barabara. Kodi yako ndio inawezesha miundombinu mbalimbali. Kodi yako ndio inawezesha serikali kuagiza madawa. Kodi yako ndio inawezesha serikali kulipa watu wa huduma za serikali. Maana yake kwa kutoa kodi unaruhusu serikali yako ikusaidie. Na nielewa vizuri watu wa Mungu. Na ndivyo ilivyo. Kwa kutoa kwenye ufalme wa Mungu, unaruhusu ufalme wa Mungu. Unaweza ukasoma mwenyewe. Sasa siwezi kuingia ndani sana, lakini Malaki 3:8 hadi 10 unaona hapa amezungumzia mambo kadhaa. Naomba tu nisome ili nisitumie muda mwingi sana. Namba 9.
Kwa nini tunatoa? Kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Ni njia ya kuelekeza mioyo yetu kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini tunatoa? Utoaji ni njia ambayo Mungu ametupatia kuelekeza mioyo yetu kwenye ufalme wa Mungu. Unajua watu wengi wanaanza tu kupokea, kupewa. Lazima na wewe utoe. Ndio njia ya kuelekeza mioyo yetu kwenye ufalme wa Mungu. Moja nilisema juzi, mshindani wa Mungu kwenye moyo wa mtu sio shetani, bali ni nini? Ni mali. Kwa hiyo mali, pesa ndio inaweza ikasimama kama Mungu, ndio inaweza ikamtoa Mungu kwenye moyo wa mtu, pesa. Sasa njia nzuri ya kuwa mtumishi wa Mungu ni kuhakikisha mali yako inaenda kwa Mungu. Maanake mali isiwe bwana kwako, Mungu awe bwana kwako. Ukishindwa kuipeleka mali yako kwa Mungu, umeshindwa kuelekeza moyo wako kwa Mungu. Kuna siku mali itakuwa bwana kwako, itamtoa Mungu kwenye maisha yako. Au shindi kutoa kwa sababu nyingine, unashindwa kutoa kwa sababu mojawapo kubwa, pesa ni mtawala kwako, ndio maana unashindwa kutoa. Yaani pesa inaweza kuambia usinitoe. Na unajua pesa ina nguvu. Pesa ina nguvu. So unajiona ulivyo na utulivu hapo, umetulia. Kuna kiwango cha hela ukikishika hapo umekaa kwenye ibada, utulivu unaanza kupotea. Asiamalize tu niende Karume. Kuna utulivu mwingine unao kwa sababu una hela. Na unajua kiwango cha hela ambacho kinakuondolea utulivu ni kiwango cha hela ambacho kimekuzidi. Nikupa 10,000 itakuondolea utulivu wote? Hamna. 10,000 haiwezi kuondolea utulivu kwamba siamalize ibada tu. Lakini kuna kiasi fulani cha hela nikikupa, utulivu utapotea. Sasa tunapishana. Kuna mwingine tu akipewa hapa 500,000 tu hapo ukaona. Yaani jaribu kufikiri, bahati mbaya umesikia, uliacha simu on ibadani, ghafla umesikia kasimu kanaingia, alafu ukafungua unakuta umepokea kiasi cha shilingi milioni 20. Unaiona kabisa 20. I'm telling you, kuna watu hata ufuatiliaji wa neno utaisha. Ndio unagundua pesa anaweza kuwa Mungu. Yaani kuna namna anasema siamalize tu huyu, amalize 20 yote hiyo. Hawezi hata kusikia na ubiri nini. 20. Sasa mwingine 20 nyingi, mwingine tu 500,000. Umepokea kiasi cha shilingi 500,000. Utulivu unaisha. Ndio maana kuna wengine hapa mwisho wa mwezi ukifika utulii wewe. Yaani mshahara tu ukiingia unasikia unawaka. Umala umeenda Kariakoo. Afu zikiisha wewe unakuwa mtulivu. Zimeingia tarehe 23, tarehe 27 umezimaliza, unakuwa pole mtulivu. Zikiingia tu, yani unasikia zinakwambia kanunue. Unaongeza ambavyo hata unavyo, unaongeza mawigi, unaongeza maviatu, bado ukitulia sasa mawigi yote ya nini Mungu wangu? Sasa moja ya njia kuimanage hela, kujifunza kumtolea Mungu. Mungu atakusaidia kuwa na utulivu. Bwana asifiwe sana. Mnaelewa watu wa Mungu? Si vitu halisi kuna watu hamna utulivu kabisa. Ukiwa na hela unakosa utulivu. Leo tarehe 30. Kuna wengine ilishaisha. Kapokea tu hapo siku 4 zilizopita. Kishamaliza sasa ametulia. Mwingine hajapokea, anapokea labda kesho. Eka zinaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukijifunza kumtolea Mungu, moja ya kitu Mungu atakusaidia, atakupa utulivu wa ufahamu. Kwa sababu Mungu atakuwa bwana kwako na sio hela kuwa bwana kwako. Ukiona hela inakuendesha, ujue hela ni bwana wako. Ukiona hela tu inakuendesha. Sasa naweza kuongea sana, nimeongelea mambo kwenye kitabu cha Kanuni za Fedha. Ukiona hela ndio inaamua furaha yako. Kuna mtu akiwa na hela anacheka. Yaani anacheka, huyo ana hela. Sasa huyo anaweza akafikiri ni jambo la kawaida. Hilo sio jambo la, hilo ni tatizo.
Au akiwa hana hela, ana hasira. Usisumbue bwana, mimi wewe sina hela. Wewe una tatizo. Ujue hela ni bwana wako. Maana yake anaamua hasira zako, anaamua utulivu wako. Ni tatizo. Wengine akiwa hana hela, muombaji. Bwana wake akiwa hana hela, anaomba. Zikiisha, zikija, anaacha maombi. Ukiona ameacha, jua amepata hela. Mwingine kinyume chake, akiwa na hela ndio akiroho kweli, zikiisha hawezi kuomba, hawezi kufunga. Hao wote wanatawaliwa na hela. Sio mpango wa Mungu utawaliwe na hela. Sasa njia ya kuifanya hela kuwa chini yako ni kuipeleka kwa Bwana wako halisi, Mungu. Na pa kuanzia ni wapi? Anza tu kwenye zaka kwa uaminifu. Wala sio mbali. Unajua usije ukafikiri mimi nakwambia leta hela zako zote kanisani. Anza tu kwenye hii ambayo ni rahisi kabisa. 10%. Alafu jifunze kusikiliza moyo wako kila unapokuongoza kutoa sadaka. Kwa mwongozo ndio utoa. Wewe mwenyewe utashangaa baada ya muda. Hivi ni mimi nina 200,000 ndani na nimetulia hivi. Unajua kuna watu hawezi hata kuweka akiba. Yaani anasikia inamwasha kabisa. Hawezi. Anakosa utulivu. Yaani anakosa utulivu mpaka aimalize yote. Sasa moja ya namna ya kushughulika na hiyo, jifunze kuwa mwaminifu kumtolea Mungu. Mungu ataanza kutuliza akili yako, ufahamu wako. Utashangaa una hela umeseto tu. Ipo umeseto. Mwingine hadi anaogopa kutembea na hela kwenye simu, anaogopa. Kwa sababu hajiamini kama anaweza akapita miogo iko pale na aipite tu hivi. Hajiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake usiruhusu hela kuwa bwana kwako. Yeye ndio inakuamulia sasa nunua hiki, sasa nunua hiki. Sio hivyo. Na namna sahihi ni kujifunza kumtolea Mungu kwa uaminifu, ili Mungu aukamate moyo wako na hela isikamate moyo wako. Na hilo jambo linatokea kwako katika jina la Yesu, ukiamua kuyaishi haya. Amen. Bwana asifiwe sana. Twende sehemu ya mwisho. Namna sahihi ya kutoa katika Agano Jipya itakayotuletea matokeo. Sasa unagundua ningeamua kwenda hadi saa 11 tungeenda tu hivi. Namna sahihi ya kutoa katika Agano Jipya. Kwa kila unapotoa hakikisha haya yanazingatiwa. Sawa? Namna sahihi ya kutoa kwenye Agano Jipya. Namna sahihi ya kutoa kwenye ufalme wa Mungu. Namba 1, kila unapotoa hakikisha unatoa kwa moyo wa kupenda. Kuna vitu ambavyo nimeshavisema, sitavirudia, sitavikazia, lakini namna ya kwanza sahihi ya kutoa ni kutoa kwa moyo wa kupenda. Agano Jipya aliondoi sheria, linahamishia sheria moyoni. Maana yake linakufanya kufanya vitu sio kwa sababu ya kuogopa, sio kwa sababu ya sheria na adhabu, kwa sababu ya kupenda moyoni. Ndio maana Biblia inasema usizini kwenye sheria, si ndio? Na hata sasa inasema usizini. Sasa kwenye sheria ilikuwa usizini kwa sababu ukizini unauawa, unapigwa mawe ufe. Lakini leo kwenye Agano Jipya asema usizini kwa sababu utapigwa mawe ufe. Kwa sababu ndani yako asili imebadilishwa. Asili yako hairuhusu ufanye zina. Asili. Maana yake ile sheria, unajua zamani kwenye Agano la Kale asili ilikuwa ni ile ya dhambi. Nature ni ya dhambi. Lakini sheria inamwambia usifanye. Kwa hata kama unataka, ukifanya utauawa. Kwa ndani pana kutaka ufanye, lakini nje panakwambia kifo. Kwa hiyo inabidi uache kwa sababu ya kifo. Lakini Agano Jipya maana yake nini? Maana yake nature yako, asili yako imebadilishwa. Asili yako ya dhambi imeondolewa. Kwa hiyo sio tu sheria, bali ndani yako pamegeuzwa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo maana yake nini? Kwenye Agano Jipya tunafanya kwa moyo wa kupenda. Kwa kila unachokifanya kwenye Agano Jipya hakikisha unahusisha moyo wako. Amen.
Waebrania 8:10, Waebrania 8:10 anasema nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. Moyo wa kupenda. Na maandiko kadhaa yako hapo ambayo tuliyataja nyuma. Lakini namba 2, toa kwa kadiri ya ulivyo navyo. Toa kwa kadiri ya ulivyo navyo. Namna sahihi ya kumtolea Mungu kwenye agano jipya. Kwenye agano jipya tunatoa kwa kadiri ya tulivyo navyo. Sawa? Toa kwa kadiri ya ulivyo navyo. Wakorintho wa pili 8:12. Biblia inasema kama nia ipo mtu hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Na hapa nataka tusaidiane watu wa Mungu. Mungu anahangaike na ambacho huna. Kwa acha kupambana kujaribu kutoa ambacho huna. Toa ambacho unacho. Kuna watu wanaumia, yani I wish na mimi ningekuwa angalau hata ningekuwa naweza kutoa hata milioni 1. Yani ndio una sasa. Unawishi nini? Achana na kuishi, angalia kwenye ulicho nacho. Una shilingi 5,000, toa kwa kadiri ya ulivyo navyo. Toa kwenye 5,000 yako. Biblia inasema nia ikiwepo, Mungu amkubali mtu kwa ambacho hana, bali kwa kile alicho nacho. Mungu anapokuletea utoaji, aangalia ambacho hauna. Anaangalia ambacho unacho. Mtu ukubali, kinachokupa kibali mbele za Mungu sio ambacho huna, ni kile ulicho nacho. Kwa acheni mashindano. Yani yule anatoa, yani Mungu angalia wewe wenzangu anatoa 200,000, mimi natoa shilingi 200. Sasa una 200,000 wewe. Si una 200? Toa 200, toa kwa furaha. Alafu Mungu akikubariki zaidi ongeza. Kwa nini ulie? Kwani tunashindana hapa? Hatuna mashindano kanisani. Toa kwa kadiri ya ulicho nacho. Mungu akubariki kwa kadiri ambacho una. Mungu anakubariki kwa kadiri ya ulicho nacho. Ndio Petro anasema sina fedha wala sina dhahabu, lakini mimi sio debe tupu. Kuna kitu ninacho. Nilicho nacho ndicho ni kupacho. Ulicho nacho ndicho utoe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kuna watu wanaumia. Yani mimi nitakuwa tu ni wa kutoa 1,000 tu kila siku. Mungu, si ndio unayo mtu wa Mungu? Au una hela nyingine umeficha mali? Kama ndio unayo, toa kwa furaha. Ambie Mungu, hiki ndicho umenipatia. Hiki ndicho umenibariki. Na kutolea kwa moyo wangu wa kupenda na kwa kufurahi. Ukinipa zaidi, nitatoa zaidi. Toa kwa kadiri ya ulicho nacho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijilazimishe ambavyo una. Usilazimishe ambavyo una. Namba 3, toa ukifahamu ya kwamba Mungu haangalii kiasi, anaangalia asilimia. Mungu haangalii kiasi. Sisi wanadamu tunaangalia kiasi. Tena tuna grade kabisa. Wa 1,000,000 hapa watapata maombi rasmi ya kuwekewa mikono. Wa 500,000 watapata maombi sio ya kuwekewa mikono. Wa 2,200 mbarikiwe. Sisi wanadamu tunafanya hivi. Lakini Mungu aangalia hayo. Kuna mtu anatoa 1,000,000 anabakiza 1,500,000. Na kuna mtu anatoa 1,000 anabakiza shilingi 200. Mbele za watu aliyetoa 1,000,000 atapigiwa makofi mengi, ametoa nyingi. Mbele za Mungu aliyetoa 1,000 ametoa zaidi. Mungu haangalii kiasi, anaangalia asilimia. Kuna mtu mmoja alisema Mungu anaangalia ulizobaki nazo, sio unazotoa. Kwa hiyo usione mimi ndio natoa sana, kisa unatoa 500,000 na wakati benki umebakiza 2,000,000. Alafu kuna mtu ametoa shilingi 1,000 na inamgharimu kutembea kwa mguu. Mungu ni mhukumu wa haki. Mbingu zinajua haki. Sisi watumishi tunaweza tusijue kwa udhaifu wetu. Sababu sisi tunaangalia 500,000 itafanya nini na shilingi 1,000 itafanya nini, si ndio tunachoangalia? Tunaangalia 500,000 inaweza kununua matofali 500, 1,000 tofali moja. Sasa 1,000 na tofali moja na 500. Sisi
lakini sio Mungu. Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua kwenye ule mfano wa Marko 12:41. Marko 12:41 hadi 44. Unafahamu ule mfano wa mwanamke wakati wa sadaka? Yesu anaangalia sadaka. Walikuja watu wanatoa mamia, maelfu. Alafu akaja mama mmoja ana senti 2. Akatoa. Yesu akasema, huyu ametoa kuliko wote. Sio kwa wingi, kwa quality. Na kwa nini anacho? Kwa sababu ametoa chote alicho nacho. Ila ukiangalia ndio kidogo kuliko wote. Kwa hiyo lazima tuwe na ufahamu huo. Amen. Bwana asifiwe sana. Namba inayofuata, toa kwa kadiri ya kufanikiwa kwako. Toa kwa kadiri ya kufanikiwa kwako. Toa kwa kadiri ya kufanikiwa kwako. Utoaji wako uendane na mafanikio yako. Kuna watu wa Mungu, yeye sadaka kwake huwa ni shilingi 500. Ndio inaitwa ndio sadaka. Au mwingine sadaka kwake ni 1000 sadaka. Yaani sadaka ni buku. Au mwingine sadaka ni 2000. Haijalishi amepata nyingi atatoa 1000. Amepata kidogo, yani yeye sadaka ni buku. Kila siku buku. Yaani wewe mafanikio yako ni ya buku tu. Sadaka kwake ni 1000. Mafanikio yako yaendane na sadaka yako. Mungu akikufanikisha sana, ongeza kutoa. Mtolee Mungu zaidi. Mimi baada ya kujifunza hiki kitu, mimi huwa sitoi kiasi, mimi natoa 1%. Kutoa 1% kunanisaidia kipato changu kikipanda na 1% inapanda automatically. Kwa mfano, labda kipato chako ni 100,000 kila mwezi. Sadaka, zaka ni 10,000 inajulikana kwenye 100,000. Sadaka natolea mfano, sawa? Unaamua labda itakuwa 5,000, natoa mfano. Nitatoa sadaka 5,000. Sasa kipato kikaenda 200,000. Sadaka unaweza ukajikuta imebaki hiyo 5,000 wakati kipato kimeenda 200,000. Lakini ukiamua kutoa kwa 1%, kwamba nitatoa zaka 10% ya kipato changu, nitatoa sadaka 5% kwa mfano ya kipato changu. Kwa hiyo wakati unapata 100,000, 5% ni 5,000. Ikipanda kuwa 200,000, 5% ya 200,000 ni 10,000. Kwa maana yake utakuwa unapanda utoaji wako kutokana na kipato chako. Mimi nilichagua hiyo njia. Mimi sitoaji kiasi, natoa 1%. Kwa hiyo kwa kadiri kipato kinapoongezeka, ndivyo na kiasi changu cha kutoa kitaongezeka. Kwa sababu utoaji wako lazima uendane na kufanikiwa kwako. Mungu akikufanikisha kwenye mamia, toa. Mungu amekufanikisha kwenye maelfu, pandisha. Mungu amekufanikisha kwenye 10,000, panda na utoaji wako. Amekufanikisha kwenye mamilioni, panda na utoaji wako. Ndivyo tutaanza kuona matokeo kwenye maisha yetu ya kiuchumi. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anasema, tena huyu dada alikuwa ni shemasi kwenye makanisa ya watu ambao hawajaokoka. Anasema yeye anasimamiaga matoleo, anasimama pale. Anasema kwa kuumia, na yeye hata hajaokoka. Anasema kuna kitu kinanishangaza. Kuna mama mmoja anakuja na gari V8. Gari ya milioni 300. Anapaki pale nje. Alafu huyu mama kila akija kutoa sadaka anatoaga shilingi 100. Maana yake anatoa nje mafanikio yake. Hauwezi kuniambia unapaki V8 ambayo mafuta tu ya kufikisha nyumbani sio chini ya 30-40. Halafu unakuja kutoa shilingi 100. Hakikisha utoaji wako unaendana na mafanikio yako. Amen. Naeleweka vizuri? Yeah. Namba inayofuata, toa kwa utii na usafi wa moyo. Hii tumeiongelea, si ndio? Toa kwa utii na usafi wa moyo. Namba inayofuata,
Toa kwa imani. Toa kwa imani. Toa kwa imani. Sasa imani ni kuwa na uhakika. Maanake toa ukiwa na uhakika na unajua unachokifanya. Na ndio moja ya kusudi la fundisho. Unajua kuna tofauti ya kutoa tu kwa sababu muda wa sadaka kama tukio la kidini, na kuna kutoa ukiwa unajua unachokifanya. Najua kwa yule ambaye amefuatilia vizuri, baada ya leo atakuwa anatoa akiwa anajua anachokifanya. Sasa Mungu anaitikia imani. Kutoa kwa imani ndio kutoa kwenye matokeo. Unataka matokeo ya utoaji wako, toa kwa imani. Toa ukiwa unajua unachokifanya. Toa ukiwa unajua neno la Mungu linasema nini kuhusiana na utoaji. Toa ukiwa unajua ninapotoa najiwekea hazina mbinguni. Toa ukiwa unafahamu ya kwamba neno la Mungu linasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa na kusukasuka. Toa ukiwa unajua ya kwamba kila anayemtolea Mungu, Mungu atamrejeshea. Mungu atamrejeshea kwa tendo lake hilo jema. Toa ukiwa imani ndio inafanya dhabihu, inaifanya hela inakuwa sadaka. Hii hela ni hela tu. Hii ni hela tu. Hii ni hela tu. Ndio maana ikienda baa inafanya kazi, na kama nilivyotoa ile mfano. Nini kinafanya iwe sadaka? Imani. Unapofanya kwa imani, ukimwona Mungu asionekana ndani ya moyo wako, ghafla hii haiwi tena hela, inakuwa sadaka mbele za Mungu. Ghafla hii ni karatasi tu, hii ni takataka. Lakini ghafla hii haiwezi kufaa mbele za Mungu. Hii haina qualification za kufaa mbele za Mungu. Imani ndio inafanya hii ifae mbele za Mungu. Kwa sababu imani ni ya moyoni. Kwa imani ndio inafanya connection ya moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa kwa imani. Imani ndio inafanya sadaka inene. Imani ndio inafanya sadaka hii toe sauti. Nimesema kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka. Na ile sadaka inasema, ikaanza kunena. Imani ndio inafanya sadaka kuwa bora. Kwa imani yako ndio inaweka ubora kwenye sadaka. Imani ndio inageuza pesa kuwa, inageuza vitu kuwa sadaka. Imani ndio inafanya Mungu apokee kile tunachokitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamenielewa? Mimi nimemaliza. Nafikiri neno linahitaji maombi na maombezi. Unahitaji maombezi hapa?